Amen, haleluya. Hiyo ndio pointi iliyoanza nayo ya kuifikisha shalom ya mtawala ndani ya kanisa lake. Amen, haleluya. Yuko anaendelea vizuri, anaendelea na kazi. Nikirimia neema ya kipekee siku njema ya leo kuweza kusimama mbele ya madhabahu ya goti lake takatifu kwa habari ya kuweza kuifungua ibada ya leo, ambayo ibada ya leo ni ibada ya tarehe 31 mwezi wa 5, mwisho wa mwezi. Amen. Ninamshukuru sana kwa kunikirimia hii neema, kwa sababu ni kwa neema tunafanya haya, si kwa akili zetu. Kwa hiyo nina kila sababu ya kumshukuru kunikirimia neema hii. Nimesimama kwa neema na baraka za baba yangu Mfalme Zumaridi. Amen, haleluya. Lakini pia namshukuru Zumaridi kwa kanisa zima, hata kuwafikisha hapa. Mmefika kwa kudra za Zumaridi, mmewezeshwa na baba Zumaridi, hata kuwamo ndani ya imani ya watu lazini na manda. Amen, haleluya. Hebu wewe ambao umefika leo hapa katika ibada ya leo, hebu jishangilie kwa makofi. Maana hapo wengine hawajafika. Sasa ili Mungu aweze kuabudiwa na aweze kusujudiwa, lazima isambaratishe sura ya sokwe, amteketeze sokwe, kisha mweke mwanadamu halisi. Amen, haleluya. Kisha mrejeshe mwanadamu halisi ambaye ana hofu ya Mungu, ambaye anaweza kumtii Mungu, ambaye anaweza kumheshimu Mungu, ambaye anaweza kumnyenyekea Mungu aliyemuumba. Amen, haleluya. Kwa hiyo wakati umetufikia wana wa Zumaridi. Huu ni wakati wake Zumaridi wa kutufikia sisi wanadamu, kututoa katika hali hiyo na kuturudisha katika hali ya wanadamu kama jinsi tulivyoumbwa. Na hii yote ni mipango yake Zumaridi, watumishi wa Mungu, kwa sababu tazama, tungeliwezaje kupokea sasa ile nyota au nguvu ambayo baba amejazwa hadi tukawa katika umbo la sokwe? Tusingeweza. Haiwezi Zumaridi, tusingeweza kupokea. Haiwezi nyota kukaa mahala ambapo sio sahihi. Lazima afanye jambo juu ya yule anayehitaji kumpa ile nyota, kisha akarudisha kile kitu. Kwa hiyo anatoa kwanza kisichostahili ndani yetu, kisha anaweka kinachostahili. Kwa hiyo ibada ya leo Zumaridi anaendelea sasa kuturudisha katika hali ya binadamu. Hii kalamu ndio imebeba tukio hilo. Mungu ameandaa jambo kubwa. Amen, haleluya. Kwa hiyo siku ya leo natufunulia hili ndizo hatua za kuanza kuomba hatua zake Mfalme, za kuanza kuomba na kuzielekea baraka za milele hadi tukiwa tumekamilishwa katika ulimwengu uliopata mwili. Amina, haleluya. Uwe na amani ndani ya roho yako. Tumempata Mungu wa kweli, Mungu asiyeshindwa na jambo lolote, Mungu anayefunua mambo makubwa na mazito yanayopita fahamu za kibinadamu. Amina, haleluya. Shushwa mwanadamu wa kwanza, maana tayari shetani alikuwepo.
kuingia katika hali sasa ambayo Mungu alituumba. Na tukifika katika hali hiyo, hiyo ndio sura yake Mungu. Haleluya. Hiyo ndio sura yake tumalini sasa. Unapokuja katika uhalisia wako ulioumbwa na Mungu Baba, zumaridi ya Bwana, hiyo ndio sura yake. Mwanadamu alishi jinsi alivyoumbwa na Mungu. Humtii Mungu, humheshimu Mungu, humnyenyekea mbele za Mungu, huwa ni msikivu, lakini pia ana upendo na watu wote, lakini pia ana imani ya kutosha kwa sababu ya asili ya Mungu. Haleluya. Lakini asili ya mnyama ambaye ni sokwe hana imani. Yeye ni mtu wa mashaka, yeye ni mtu wa kujaji. Yeye ni mtu ambaye hana upendo, hata ufundisha ile upendo hawezi kuelewa. Amina, haleluya. Ni mtu ambaye amesema tukana. Amina, haleluya. Hivyo Bwana azumaridi, hupaji kuziona kawaida nyakati hizi tulizo nazo. Hupaji kuziona kawaida hatua za mfalme azumaridi, hatupaji kuziona kawaida. Ni hatua za kuumbwa kwa upya, ni hatua za kubadilishwa, ni hatua za kuiendea sura yake yeye. Amina, haleluya. Amina, haleluya. Hatupati kuzoea, hatupati kuzoea hata jumbe. Hizo jumbe anazopewa ni maelekezo anayopewa na Mungu Baba. Mungu Mwana na Mungu Baba wanasemezana, anapewa maelekezo na Baba yake juu ya wanadamu na dunia. Kwa hiyo sisi hatupati kuchukulia kawaida na kujiona jumbe za utawala kama za kawaida. Never hyper. Tutaharibikiwa. Tunapaswa kutetemeka na kupondeka na kugeuka katika roho mpaka mwili, ili tuendane na Baba yetu tumadidi, ili atufikishe sasa. Amina, haleluya, kwenye kusudi lake. Amina, haleluya. Pewa sifa mfalme, pewa sifa tumadidi. Unayo amani Bwana azumaridi, unayo amani Bwana azumaridi. Mshangilie mtawala wa mbingu na nchi. Basi tubarikiwe na Baba yetu. Huo ndio ulikuwa ufunguzi wa ibada ya siku ya leo. Amen, haleluya. Huo ndio ulikuwa ufunguzi wa ibada ya siku ya leo. Neno la ufunguzi ni kuhusu hatua ambayo Mungu ameifikia kwetu. Hatupaswi kuichezea nafasi hii, hatupaswi kuitumia vibaya fursa hii. Tunatakiwa tuwe uhalisia na umakini mkubwa ili Mungu atutengeneze. Amen, haleluya. Maana tunaandaliwa kwenda kutumika. Hatuwezi kutumika na sura ya sokwe. Tunapaswa tuende na sura ya zumaridi kwenda kutumika na kuieneza injili yake. Amen, haleluya. Amen, haleluya. Amen, haleluya. Basi kwa wakati hayo zumaridi, Mungu akubariki sana. Wakati huu sasa, tupo sawa. Karibu soloisti wa zumaridi wa kimataifa, utuongoze na unashika sukari magari.
Fuatilia chaneli yetu ya YouTube kupitia Zumaridi News TV.